kusudi la Mungu kwenye maisha yako, ama kuishi mawazo ya Mungu kwenye maisha yako. Karibuni familia ya Mungu, tunapoanza somo hili jipya lenye kichwa cha habari kinachosema kuishi mawazo ya Mungu kwenye maisha yako. Ni somo letu jipya na lengo lake ni kuangalia namna tunavyoishi mawazo yetu ya kila siku, namna tunavyowaza, kwa sababu binadamu ni kiumbe anayefikiri, ni kiumbe anayewaza, ni kiumbe anayepanga kila wakati. Na kama tunatembea kwenye mawazo ya Mungu, basi anaweza kutufanikisha. Lakini kama hatuwezi kutembea kwenye mawazo ya Mungu, wakati mwingine inakuwa ni shida. Na ni kwa sababu maisha ya watu wengi yameingia dosari. Baadhi ya watu ni kama gari lililopata ajali. Kama barabara inavyotengenezwa, wote tunatembea zile barabara mbili ama tatu, kuna mstari umewekwa katikati unaomwambia dereva atembee kwenye mstari huu pasipo kuchepuka. Na wakati mwingine akijisahau, aidha amelala, basi moja kwa moja anaenda kugonga, tunaleta ajali. Ni kwa namna hiyo jinsi tunavyowaza, tunavyofikiri. Tunafikiri tofauti, tunawaza tofauti. Tuna misingi ya kimawazo, pengine toka kwenye asili tulivyolelewa, elimu tunazozipata, utandawazi wa leo, na namna ambavyo vinabeba mawazo ya mwanadamu. Tunaweza tukasema ya kuwa wewe ni mawazo yanayoishi. Kwa jinsi ambavyo maisha yako yalivyo kwa sasa hivi, katika kila eneo, ni uhalisia wa aina ya mawazo uliyoruhusu yaishi ndani yako. Na kwa sababu hiyo ni lazima tuangalie ndani yako ama ndani yangu tuna mawazo ya namna gani, na hayo mawazo tunaenda nayo kila siku. Kwa hiyo topiki hii ama mfululizo huu tunapoanza leo, siku ya kwanza ama sehemu ya kwanza, ni kuangalia kwa nini tupo kama tulivyo, aina ya mawazo uliyoyaruhusu. Fikiri tangu ulipopata akili, tangu ukiwa kwa wazazi kama wapo, au kama ulilelewa na ndugu, una mawazo aliyokuambia kuhusu maisha. Ndugu, wazazi, walezi, shuleni, pengine kanisani, kwenye mitandao, vyombo vya habari. Kuna aina za mawazo ambazo zimekuwa zikiingia ndani yako, na mawazo haya yanakufanya wewe uwe kama ulivyo katika kila eneo la maisha, na pengine fields of area of specialization ambazo tunafanya. Na tuna mawazo tofauti yaliyotoka kwenye asili, mila na desturi, maeneo mahalia, aina ya fikra na mtazamo, shuleni, kwenye mavio na sehemu tofauti tofauti ambako tumekuwa tukijifunza, na basi tukawa kama tulivyo. Lakini pia kuna eneo lingine kubwa sana la mawazo ambalo linatoka Mungu kwa mwanadamu. Na tunavyoishi duniani, actually tulitakiwa tuishi, hasa wale ambao ni Wakristo tunaomwamini Mungu na kuliamini neno lake, ambalo ni mawazo ya Mungu, ni fikra za Mungu ambazo ndizo zinazotakiwa kutuongoza. Kwa sababu hiyo tutaingia kwenye neno la Mungu ambalo litatupa neno letu la msingi. Na neno hili la msingi linatoka kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 29 aya ya 11, popular verse, ambayo tunaamini pengine wengi hata tunaujua kichwani. Lakini naomba tuangalie kwa marefu na mapana, ukusaidie. Challenge your thoughts. Jaribu kuyapima mawazo yako. Chunguza unavyofikiri, chunguza unavyowaza, kwa sababu hivyo yatakupelekea kwenye hatima ya maisha yako. Neno hili la msingi linasema, maana nayajua
mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Hili litakuwa neno letu la msingi. Tunatumaini litakubariki, litakupa hekima. Hata kama tuko mahali pagumu sana, penye msongo wa mawazo, wakati mwingine kuchanganyikiwa, wakati mwingine sintofahamu, ama nipo gizani, sioni sana, ninafanyaje ili nitoke hapa? Mawazo yangu ni kama yamevurugwa, sioni wapi pa kuwaza, wapi pa kukanyaga. Na tukumbuke mfumo wa mawazo ya kwetu ni kama injini ya gari. Ikikorogwa ama ikivurugwa, kikikosewa kitu, ndipo kwenye msongo wa mawazo, frustration, uchanganyikiwa na hofu na hizo confusion katika maisha. Na lengo itusaidie mimi na wewe tuweze kupata mawazo ya Mungu kwa mwanadamu. Sehemu hii ya mstari wa 11 wa Yeremia 29, Mungu hakukaa kimya. Amejaribu kueleza wazi na kwa upana mawazo yake juu ya mwanadamu. Ni nini Mungu anawaza juu yetu? Mara nyingi tumewaza vibaya juu ya Mungu, jinsi ambavyo Mungu anatuwazia, kana kwamba Mungu anatuwazia mabaya. Hata tulipozaliwa, usipokuwa na haya mawazo ya Mungu kwako, ni ngumu sana kuishi wanachosema maisha ya utoshelevu, a fulfilled life, maisha ambayo unasema wow, nimeishi. Hata katikati ya changamoto, katikati ya sintofahamu, inawezekana kweli tukapita wakati mgumu, kama Yesu anavyosema, ulimwenguni kuna dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ni swala la kushinda, ni mawazo ya ushindi, mawazo ya Mungu, na wewe uweze kuyabeba, yawe sehemu yako, mawazo ya Mungu kwako. Swali langu, je, unavyowaza, unawaza mawazo ya Mungu juu yako, ama unawaza mawazo yako mwenyewe yaliyotokana na mazingira, hali unayoipitia, changamoto unazozipitia, ama yametoka wapi? Tunachunguza aina ya mawazo unayoyabeba kwenye nafsi yako, kama maandiko yanavyosema, Mithali sura 23 aya ya 7b. Kile kipengele cha mwisho kinasema, aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo wewe upo ulivyo na mimi nilivyo, kwa jinsi tunavyoona. Hayo mawazo yako ndani, kwenye skrini yako ya ndani, kwenye mawazo yako, na ndivyo unavyoona. Ikitokea umebadilisha hiyo skrini ya ndani, ukawaza kama Mungu na ukabeba mawazo ya Mungu, ni automatically baada ya muda, miezi, mwaka, maisha yako yatabadilika. Lazima yaanzie ndani yako. Kwa hiyo tunaanza kutoka kwa Creator, Mungu aliyetuumba, namna anavyowaza juu yetu. Mawazo ya Mungu yakoje? Mungu anawaza nini juu yako? Hata ukiwa kwenye shida, hata ukiwa kwenye maumivu, hata ukiwa kwenye dhambi, Mungu anawaza nini? Je, mawazo ya Mungu ni mabaya? Mawazo yake yakoje? Wakati mwingine tunawaza tofauti na yeye. Mawazo ya Mungu ni mema, lakini lazima ujue anawaza nini juu yako na uishi kadiri ya hilo wazo. Neno hili ni la ajabu, linasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana. Yaani yeye Mungu kama Mungu anajua mawazo anayokuwazia wewe na anayoniwazia mimi, hata kama ninapita mahali pagumu sana, hata kama niko gizani, anajua anachotuwazia sisi. Kama wana wa Israeli kwenye Kutoka 3 mstari wa 6, neno hilo lilieleza wazi,
lilieleza wazi. Kitabu cha Kutoka, naomba hapo tupasome, patatusaidia sana kupata mawazo ya Mungu juu yako. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 6. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, maana aliogopa kumwangalia Mungu. Mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimeshuka maana nayajua maumivu yao. Kwa maana Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Sio kwa sababu Mungu hayajui, nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, kisha niwapandishe hata nchi njema. Sio kwa sababu Mungu hajui tunachokipitia, anajua, na akasema nimekuja ili niwatoe. Shida ya wana wa Israeli, hawakuyajua mawazo ya Mungu juu yao. Na shida inayotutesa watu wengi ni kwa sababu hatujafika mahali ya kujua mawazo ya Mungu ni nini juu yako, hata katikati ya hicho unachokipitia. Hata kama uko kwenye ugonjwa, uko hospitalini, una kansa, una ukimwi, una uvimbe, na daktari wanasema sidhani kama itawezekana, still Mungu anajua. Na akasema ninayajua kilio chao kimenifikiria. Kwenye Yeremia anasema ninayajua mawazo ninayowawazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Mawazo ya amani. Kwa kawaida mawazo ya Mungu juu yako ni ya amani. Hata kama unapita pagumu, jaribu kufikiri tofauti, lengo uweze kubeba mawazo ya Mungu juu yako, wala si ya mabaya. Ameweka wazi, wala si ya mabaya. Unaweza ukawaza mabaya juu yako, lakini sio Mungu anayewaza. Wala si ya mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Kuwapa tumaini. Unawazaje juu yako? Je, mawazo yako ni kama ya Mungu, ama unawaza kwa kadiri ya hali na changamoto ama shida ama tatizo unaloliwaza? Nini kinachojenga mawazo yako? Naomba nikuulize, je, ni changamoto, ni mazingira, ni shida? Ukienda kwa daktari akikwambia una kansa, imeenea mwili mzima, hatuna cha kufanya, mawazo yanabadilika. Unaona almost ndani kama nitamaliza. Daktari, na muda gani? Miezi 6 ama mwaka kabla sijafa. Manake nimeona almost naelekea kufa. Una mawazo ya namna gani juu yako? Unaweza ukawaza kama Mungu. Kwa hiyo lengo hili ni kutusaidia sisi tupate mawazo ya Mungu. Uwaze kama Mungu anavyowaza. Ni kweli walikuwa kwenye shida, kwenye maumivu, kwenye kilio, walikuwa kwenye utumwa, lakini mawazo ya Mungu yalikuwa mema. Pamoja na hali hiyo, Mungu alikuwa anaona chema juu yao. Ninaomba kila mmoja wetu tujitahidi kufuatilia, na pale mwishoni unaweza ukasubscribe kwenye YouTube channel hii ya The Passion of Christ Media, ili tuweze kufuatilia video hizi zikusaidie wewe na wengine. Inawezekana pia ukawashirikisha wengine. Mtu ambaye amekwama kwenye kuwaza, mawazo yake yamekuwa mabaya, hau ni jema. Mwanadamu anawaza yaliyo mabaya. Tutaanzia hapo ili tutoke kwenye mawazo hayo, tuanze kuwaza kama Mungu anavyowaza juu yako. Ukibeba mawazo ya Mungu juu yako, umebeba maisha ya ushindi, ya mafanikio. Romana amesema ni mawazo ya amani. Ni Mungu amesema, sio mabaya, ya amani. Manake that the thoughts of prosperity kwenye tafsiri ya Kiingereza ni mawazo ya kukufanikisha. Wakati Mungu akisema ni mawazo ya amani, manake ya kukufanikisha. Je, una mawazo ya Mungu ama ya mtaa, ama una falsafa fulani, ideology fulani? Lengo letu ubebe mawazo ya Mungu kwenye maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo.